zote wewe mwanangu, hujatoka hata mmoja. Wewe unasema hapa nimebeba tu tatu. Kuna zingine ziko hapa mfukoni mwanangu. Usiseme yani nimetembea. Nimepita pale kwa Masai mmoja. Anaambiaje? Pole wako kugusa. Pole wako kugusa. Na unasema ulivyo wagumu. Haelewi. Alisikia vipo. Wewe. Wewe kaona hili nje au kapita hivi. Mwanangu na bahati na Masai haja kuchungulia simu. Kanisupia nani simu. Nikakimbia. Sasa mimi nimeingia kwenye mji wa mama moja hapo hivi. Mwanangu napiga tu watu pap. Ishi hapo hizo line wewe una namba 07. Yaani watu wanatuharibia. Yaani hebu tujaribishe hapa. Hebu mgongea hapo basi. Hapa naona kama unakurandara mlangoni. Goto wewe. Odi. Asante. Samahani dadangu. Bila samahani. Dadangu. Kwema. Dada mambo. Shida. Salamu kabisa. Pole kwa kutoka kwenye jua, naona je napiga hatari. Hamna, kawaida tu. Karibuni. Asante. Sasa dadangu, kama unavyotuona, bandi zetu zinajieleza zenyewe. Mimi ni wakala wa Yasi hapa hivi na mwenzangu wa Airtel hapa. Kwa naomba tukupe ofa dadangu. Leo tunatembeza promotion ya ofa kabisa, unapata GB dakika SMS. Kwa nini sasa hivi matapeli mnajipita kwenye usajili wa laini? Dada ukisema hivyo tumekuwa matapeli. Juzi amekuja mtu wa wakala wa hoteli hapa. Ameniambia anasajili laini za chuo. Nikampa akanisajilia, akunisajilia. Laini ipo mpaka sasa hivi ndani haisome ifanye kitu chochote. Acha hivyo. Jirani yangu mlango wa pili analia. Laini wa hoteli hivyo. Dadangu unasikia? Alikuja anataka msajilie. Unasikia dadangu? Yaani hapo watu tunatofautina. Mimi nimetoka mkoani kabisa nije nimtapeli mtu hapa. Sasa kama na nimekuja mkoani kufanya hiyo kazi. Yaani kutoka hapa. Hata wazaliwa wa mbali ndio wanafanya hayo, ili akifanya hivyo anakimbilia mkoani. Hebu niangalie dadangu na sura hiyo. Jana tu Jumapili. Angalia basi. Kisio chenye cha upole hiki. Anatia huruma. Na unakupa ofa kabisa. Sasa nakupa jibu. Nakupa jibu 2 point. Sisi mimi sitaki. Niungishe basi hapo dada yangu. Sitaki Achukua basi 5G. Sasa hivi zimekuwa matapeli ni wengi mno, mimi sitaki kitu. Na kutengenezea hapa kila kitu nakamilika niko hapa. Maana mwenzangu anaambia. Basi mtengenezee lipa namba. Sasa hivi anahangaika kulipa deni ambaye. Basi mtengenezee lipa namba. Sitaki hata lipa namba. Kwa basi lipa namba. Inakusaidia unatoa hela yako free bila makato aina yoyote. Nzuri kabisa. Mshua akituma hela unatoa bure tu kwa wakala. Mimi sina ya kuweka kwenye lipa namba. Shemeji atakuwekea dadangu. Niko single. Nzuri kama wewe unakulaje single? Jamani nendeni. Jamani. Mnanipotezea muda wangu hapa. Samahani ndio maana tulitanguliza samahani. Yeye nendeni, amwendi. Unaenda mwendi. Niungishe basi hata moja si Airtel. Hebu shika kwa moja. Unakuja? Haisema mmesimama hapa. Dada moja tu jamani. Wewe kaka. Tunafuza hadi na mwiko. Kazi ngumu sasa. Sema wanaotuharibia ni wana mwanangu. Sasa mtu anakuja na anatapeli watu. Sasa atasijue mzee alipigwa shilingi ngapi? Wewe mzee alipigwa shilingi ngapi? Mwanangu. Maisha nakwambia. Nimechoka. Kwa umeamua kubeba na ndani? Nimekuwa nzito sasa. Si mwanangu mwanangu asubuhi kucha. Maisha magumu ndugu yangu na tumetoka mkoani. Sasa mwanangu. Maisha tunafanyaje ndugu? Kama maisha kwa magumu. Unatoboa? Hapa hii ndo kazi ambayo nimeitwa huku mwanangu kama je nifanye. Alafu ndio hivyo. Kwa mwanangu nani alikupa mchongo? Sikuna mwanangu anaambia kwamba kwenye wakala ni kuna hela mwanangu. Mtu 300 hakika kwa mwezi. 300? Ila kweli nalipaga mimi mara ya kwanza. Nilipewa shilingi ngapi hapo? Hebu acha niweke mwake. Acha nasikia tunawaka moto yule mdada angeniua. Aliponifukuza na mwiko pale. Mimi nimejikwaa vibaya mno. Haujaumia ndugu? Sijui mwanangu. Labda baadaye nitasikiliza maumivu. Unajua tena. Jamani, ndio kama hujaumia baadaye kasikia maumivu. Mawakala tueni waaminifu. Yaani wateja wako vizuri. Hapa penyewe njaa vibaya, na sijanywa chai toka asubuhi mpaka nahisi machozi ndugu yangu. Sasa kwa mwanangu kwa lii tunatoboa malengo yetu kweli? Huwezi toboa kama huwezi toboa. Kwa dakika hizi. Sasa hebu yani ukiangalia hapa, hapa hivi. Kwani unaangalia hapa hivi? Naenda wiki ya pili unaangalia unashaka line ngapi mwanangu? Line ngapi mwanangu? Wiki ya pili nazo line 12 mwanangu, alafu tarehe 28. Angalau wewe sasa. Mimi nazo 5.
Ni bado wanikate kodi. Cheki. Nitalipo shilingi ngapi? Ona hapa, hamna hata ripoti. Unaona hamna hata ripoti kabisa. Alafu leo nilikuwa na target ya line 15 ndugu yangu. Alafu hata kwanza nimezunguka mwanangu. Wewe mwenyewe umeniambia kwamba kule wa Masai wanasajili line. Wenyewe hawaelewi, unawaambia mambo ya line wanakuambia nyinyi matapeo wanatufukuza. Ndugu yangu sikujua. Sikujua. Maana mimi mwenyewe yule mama naenda unafikia hata kwa nampelekea line sasa ndugu yangu. Maji, ndio anaenda kuomba maji. Yaani na kipa hapa sina hela. Mwenyewe nilikuwa na jero siji nimedondoshia kule waliponikimbiza hapa nimedondosha. Ndio walikuwa hata na jero mimi hata siji narudi kwa miguu. Ila jamani ndugu zangu mawakala, tufanyeni kazi kwa uaminifu, hizi haufai. Haya, hata wangeona nisikia huko afadhali. Kama naongea tu mwenyewe. Haya po mwanangu, acha si tuende mwanangu. Hamna. Wewe unapita tugawane njia. Sasa tugawane njia mwanangu, sasa tuende tunaomba lift kwa jero. Tugawane njia upite huko. Tunaanza kuokota mmoja huku na mimi nikiokota mmoja huku. Tukutane stage. Pamoja mwanangu. Poa. Pamoja. Kwa makini mwanangu. Mwanangu. Leo sio kwa makini.